Alinihadithia ustadhi mmoja, kuna mtaa fulani vijana walikuwa kivuta sana bangi na wakawa wanahusiana juu ya kuvuta, na wanasema ile bangi wakati unaivuta unavyoihusia ndivyo inavyokupeleka. Kwa hiyo ukaona vijana wanasokota, inasema leo nikose haya leo, maana nimerekodiwa kwenda kumtukana mtu fulani, nataka niwaone watu wote kama paka tu. Alafu anaanza kuvuta. Mimi nakwambia leo nataka nahwa zipande, ashki sijui wanazihitaji zozote, arosto, anitambue leo na vitu kama hivyo. Basi mmoja akasema, bwana mimi naacha wasia kabisa, siku nikifa njoni mvute bangi katika chumba changu nilicholala. Mnasikia washikaji? Ikisha ile bangi mupasiane mpaka ya mwisho, ikibakia niwekeni mimi kile kipisi cha mwisho katika mdomo wangu, na mimi niko katika kitanda cha mauti, alafu muondoke zenu. Anaagwa rasmi na bangi, maana aliishi kwa kuitumikia. Siku miongoni mwa siku akafa yule kijana. Watu wanakwenda kumkosha, wanamkuta ameng'ang'ana, mkono ukiukamata utafikiri chuma, na miguu imekunja. Anauliza mkoshaji, maiti huyu vipi? Mauti yamemchukua, lakini mkono, miguu, mwili mzima umekuwa hivi. Wakatia mafuta ya kumnyoosha, wakampaka mafuta mpaka wakachoka. Ukirudishwa mkono mahala pake unarudi pale pale, unajikunja. Mguu unarudi pale pale, unajikunja. Washikaji wakauliza, mbona haendi kuzikwa? Tumeambiwa saa 7. Wakaelezwa kwamba bwana, mkono na miguu na mwili wa maiti umekataa kabisa. Shekhe akauliza, kwani kuna mtu ana ugomvi naye huyu, au kuna kitu chochote ambacho sio cha kawaida kimepita hapo? Watu wanasema hakuna, labda tuwaulize vijana wenzake, maana alikuwa na maskani yake pale, hatoki, akiingia asubuhi mpaka usiku. Washikaji, huyu kuna nini? Nasema jamaa, kwani mnasahau kama alihusia mshikaji? Alihusia, alisema tuvute bangi siku ya kufa kwake, hatujavuta, twendeni wazee, tupisheni. Wazee wakatoka, ikavutwa bwana, fi hujrati alghusl ala khashabati almayyit, wakasokota, wakavuta kwa dauri, ile aina ya kupokea bangi, kila mmoja anaitisha mpaka ilipofika kipande kile cha mwisho akayekewa marehemu. Moto yatakhallalu min baini famihi, unatoka katika pua yake. Washikaji wametoka, mbona sasa wazee ingieni. Wakiingia, wakimgusa maiti kama halua mikono yake na miguu yake, ameridhika. Kama wewe unasema raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, wenzako unasema raditu bil banji rabba, nimeridhika bangi kuwa ndo bwana wangu. Raditu bil ganja rabba, mtu anaondoka katika aina hiyo ya kuagwa, mwili unaagwa kwa bangi. Ya Rabbi husnul khatima ya Rabb. Vijana, usighurike na ujana wako na bangi zako. Mmoja alinihadithia kisa cha ajabu. Alisema bwana mmoja mvuta bangi katika vijana, siku moja alitafuta karatasi ya kusokota bangi yake, hakupata. Mvua imenyesha, akapata kijiuzuu, akakichana, akasokota bangi, akavuta. Aya za Qur'ani unazivutia bangi, si unatafuta ugomvi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Basi ujana wako utumie vizuri, unasubiriwa na Maula azza wa jalla siku ya Kiyama. Mimi na wewe utakwenda kujibu nini? ukhayyama aljawabu idha suilna wa maulana shahidun idha fa'alna faya ajaban liman yabni qusura wa yatlubu fi duja dhulumati nura. Ukhayya, ewe ndugu yangu, bal jawabu idha suilna, jibu litakuwa nini atakapotuuliza Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama? Wa maulana shahidun idha fa'alna, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kwa kila tunachokitenda. Harakati zote amezidhibiti Allah jalla jalal. Badilika. Yaumun mafqud, yaumun mashhud, yaumun maw'ud, yaumun mawrud wa yaumun mamdud. Kuna siku ya tano, hiyo siku refu. Ni siku gani hiyo? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Yaumun mamdud, utaona watu wamelewa lakini hawakulewa. Ni adhabu ya siku hii, wanakwenda kuanzia kwa Adam mpaka kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallim ya Rabb. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Atakayepewa kitabu kwa mkono wa kushoto atasema bora nisingekiona wala kukipokea kitabu hiki. Ya laitaha kanatil qadiyah, bora ingekuwa kufa kwangu ndo mwisho wa maisha yangu. Ma aghna anni maliyah, hivi kumbe ule utajiri na mali zote hazikunifaa na chochote. Halaka anni sultaniyah, kumbe kile cheo changu ndo sababu ya mimi kupotea. Khudhuhu faghulluh, Allah anasema, anatamka nini huyo? Mchukueni mfungeni. Thumma aljahima salluh, kisha mtupeni katikati ya moto wa Jahannam. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kisha mfungeni na 70 dhiraa, hazijulikani 70,000 wala 70 milioni wala 70 bilioni wala 70 trilioni, haijulikani, anajua Allah. Unafungwa nazo, fasluku, kisha mfungeni nazo. Kwa nini yote haya? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, hukumwamini Mola. Maadamu hukumwamini, hukumwabudu. Maadamu hukumwabudu, hukupata kitabu kwa mkono wa kulia. Allahumma sallim ya Rabb. Unatoka katika ulimwengu, watu wanakuchukua katika mabega yao, tena wanakupeleka kaburini. Wa akhrajuni min ad-dunya fawa asafa ala rahilin bila zadin yuballighuni wa anzaluni ala qabri ala mahali wa anzalu wahidan minhum yulahiduni wa kashafa ath-thawba an wajhi liyanzurani wa sakaba ad-dam'a min 'aynayhi aghraqani wa qala hullu 'alayhi at-turaba waghtanimu husna ath-thawabi min al-jabbari dhil-minani. Wakanitoa katika dunia, akhrajuni min ad-dunya fawa asafa, he majuto yaliyoje. Akhrajuni min ad-dunya fawa asafa, majuto yaliyoje. Ala rahilin bila zadin yuballighuni, juu ya safari sio kuwa na zawadi. Wa anzaluni ala qabri ala mahalin, wakanishusha katika kaburi pole pole.
وأنزلوا واحدا منهم يلحدني, wakamshusha mmoja wao kwa ajili ya kuniwekea lahad mto. Wakashafa thawba an wajhi liyandurani, akafungua sanda yangu akautizama uso wangu kwa ajili ya kuniaga. Wa askadha dam'a min aynayhi aghraqani, akamwaga machozi kutoka katika macho yako yakadondoka juu ya kipaji cha uso wangu yakanigharikisha. Wa qala hullu, akamwambia mwageni, alaihi turaba waghtanimu, mwageni mchanga, tafuteni thawabu, maana mkimwaga michanga hapa mnapata thawabu za kumzika huyo. Hullu alaihi turaba waghtanimu husna thawabi min aljabbari dhil minani, tafuteni thawabu kutoka kwa Mungu. Ndio maana mazikoni unaona watu wanapigana paulo, kila mmoja anataka yeye kupeleka paulo nyingi, aambiwe kamzika. Hamunihurumii, mnaniacha hapa usiku wa leo nalala peke yangu. Yule alokuwa kupenda kweli na aje alale na wewe pale. Dali hani wote wako huko, wamekuacha peke yako. Mali uliokuwa unapigana unauana na watu umeiacha huko, haijavuka hata kizingiti cha mlango, bali majuhalai wengine kule wanagombana juu ya mali ulioacha wewe. Kachuma mtu mwingine, wanakuja kula watu wengine. Mjomba anaweka kufuli yake kwenye chumba cha mali, mama watoto kaeka yake kabla ya mjomba, bali babu wanakuja kuweka ya tatu, wanasema mwanangu. Amami ndugu hao wanakuja, ndugu yetu, wanaweka lao bonge la kufuli kuliko yote, hakifunguliwi hicho kama kila mmoja hajahudhuria pale. Wote hawa wanahaha juu ya mali ulioichuma wewe, wala hukuitumia wewe. Watatoana roho hao kwa sababu ya mali. Dunia hiyo. Wanzur liman hawa ad-dunya liyajma'aha hal raha minha bighairi al-qutni wal-kafani, watizame wote wanaoondoka katika hii dunia, wameondoka na kitu chochote zaidi ya pamba na sanda. Ndio hicho tu. Zile dola ziko wapi? Hakuna dola. Shilingi ziko wapi? Hakuna. Dhahabu ziko wapi? Hakuna. Vitu vya thamani viko wapi? Hakuna. Majumba yako wapi? Yote umeacha. Wataraktum ma khawalnakum waraa zuhurikum, yote mmeacha nyuma ya migongo yenu. Mche Mungu, patiliza wakati wako, tumia wakati wako vizuri. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watu watakaotumia vizuri rasilimali yao ya uhai na ujana na pumzi ya Rabbi. Ya Rabbi, turuzuku shahada kabla ya kifo ya Rabbi. Ya Rabbi, turuzuku husnul khatima inda al-maut. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijaba an tuyassira alayna umurana umur ad-dunya wal-akhirah waqdi jami'a hajatina warzuqna qabla al-maut tawbah wa 'inda al-maut shahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت، اللهم ارحم كل ميت من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فرج عنا الهموم، اللهم اكشف عنا الكروب، اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون برحمتك يا ارحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.